Tumsikilize huyu kafiri kisha tumpe majibu yake. Qur'an ni kitabu kilichoandikwa na mwanadamu na kina makosa ya kibinadamu mengi sana. Makosa ya kijiografia, makosa ya kisayansi, makosa ya kihistoria yako chungu zima katika Qur'ani. Japo Waislamu wengi hawajui hili, na hata wale wanaojua wanaleta story nyingi kujaribu kuleta maelezo ambayo hayana kichwa wala miguu. Safari hii katika awamu hii yetu ya 6 na kwenda kukuonyesha mojawapo ya hizi makosa zilizomo katika hii Qur'ani, na mara hii na kusomea kosa mojawapo ambao ni la kihistoria la wazi kabisa. Hii linapatikana katika sura ya 20 ya Qur'ani, aya ya 85 mpaka 87 na kwenye aya ya 95 ya sura hiyo ya 20. Na kwenda kukusomea aya ya 85 mpaka 87 katika sura ya 20. Nasema hivi: akasema, yani huyu ni Mungu anazungumza hapa, tumewatia mitihanini watu wako baada yako na Samiri amewapoteza. Muhammad wakati anashushiwa hizi aya au anavyojidai kwamba ameshushiwa, hizi ni aya alikuwa anazitunga tu, na kwa sababu yeye Muhammad alikuwa hajui kusoma na kuandika, alikuwa akisikia hivi visa kutoka kwa Wayahudi wakisoma Torati na kutoka kwa Wakristo, kwa hivyo vikawa vinamchanganya. Anavyosoma anachanganya mambo. Kwa hiyo katika hizi aya akamweka Msamaria katika hizi aya bila ya kutambua kwamba Wasamaria walikuja zaidi ya miaka 700 baada ya Musa. Hii jamii ya Wasamaria ilikuja zaidi ya miaka 700 baada ya Musa, lakini anamchukua huyu Msamaria anamuingiza katika kisa cha Musa. Majibu ya huyu bwana ni kama ifuatavyo. Huyu Samiri ambaye kisa chake kimetajwa katika sura Taha katika aya ya 85, Allah subhanahu wa ta'ala asema, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus Samiri. Allah anasema kumwambia Musa, hakika sisi tuliwafitini watu wako, tuliwapa majaribu na wakapotezwa na mtu mmoja anaitwa Samiri. Samiri ni nani? Samiri ni mtu mmoja katika kabila la Bajarma, na kabila hili ilikuwa ni kabila la watu wanaoabudu ng'ombe, na jina lake hasa Samiri anaitwa Musa ibn Dhufar, ndiyo jina lake huyu Samiri. Sasa kwa nini amenasibishwa na kwa Wasamaria? Maana zamani ilikuwa watu wananasibishwa na miji yao. Mfano al-Imamu al-Bukhari anaitwa al-Bukhari, ananasibishwa na mji wake wa Bukhari. Al-Imamu Tirmidhi anaitwa at-Tirmidhi, ananasibishwa katika mji wake aliotokea. Al-Imamu al-Bayhaqi amenasibishwa katika mji aliotoka. Al-Imamu Nawawi amenasibishwa katika mji aliotokea. Samiri naye ameitwa Samiriyu kwa sababu amenasibishwa katika mji mmoja unaoitwa Shamrun. Mji huo unaitwa Shamrun. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alimuita Samiri akimnasibisha katika mji aliotokea, ambao mji ule asili unaitwa Shamrun, kama mji aliotokea unaitwa Shamrun. Kwa nini yeye asiitwe Shamruni, aitwe Samiri? Ameitwa Samiri kwa sababu katika lugha ya Kiibrani kuna utofauti na lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiibrani Samiri anaitwa Shamrun, lakini kwa lugha ya Kiarabu anaitwa Samiri. Kwa hiyo Samiriyu hakunasibishwa kwa Wasamaria kwa sababu Wasamaria walikuja baada ya Musa, bali huyu alinasibishwa katika mji unaoitwa Shamrun. Neno Shamrun ni kwa mujibu wa lugha ya Kiibrani, ama Samiriyu ni kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu. Kama ambavyo katika lugha ya Kiibrani kuna nabii anaitwa Yeshua, wanamuita Yeshua, lakini katika lugha ya Kiarabu ukisoma katika Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala hakumuita kwa jina hilo, bali ametajwa kwa jina la Al-Yasa. Al-Yasa kwa sin, kwa maana ile shini ikabadilika ikawa ni sin. Ukisoma katika suratul An'am katika aya ya 86, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa Ismaila wal-Yasa wa Yunusa wa Luta, na Ismail na Al-Yasa na Yunus na Luta, wote hawa wa kullan faddalna ala alalamin. Allah anasema hawa tuliwafadhilisha kwa viumbe wote. Lakini ukiangalia hapa Yeshua jina lake limetumika kama Al-Yasa.
ile shini ikabadilika ikawa ni sin, kwa sababu muda huo lugha inayotumika hapa ni Kiarabu. Kwa hiyo hata Samiria aliyetajwa pale asili yake ni Shamrun, lakini ukija katika lugha ya Kiarabu yule anaitwa Samiri, na asili ya Shamrun ni mji ambao ulikuwepo katika zama za Nabii Musa pamoja na Bani Israili. Ama hao Wasamaria wanaoitwa kabila la Wasamaria, hawa walikuja baada ya Musa kwa miaka mingi, lakini Samiria aliyetajwa hapa siyo katika kabila la Wasamaria, bali jina lake limetoka kuwa ni Shamrun likawa ni Samiri.